Chama cha wanahabari wanawake Tanzania TAMWA kimeeleza kuwa pamoja na mitandao ya kijamii kufungua fursa nyingi kwa wanawake, imeibua pia changamoto kubwa ya udhalilishaji wa wanawake mitandaoni, wakiwemo wanasiasa pamoja na watu maarufu. Kwa undani zaidi, huyu hapa ni Ntibashima Edward. Ni miaka 39 ya jukumu zito la utetezi wa haki za wanawake, watoto na makundi yenye uhitaji maalum, jukumu lilobebwa na Chama cha wanahabari wanawake Tanzania TAMWA. Pamoja na TAMWA kubeba jukumu hilo, bado kumekuwa na tishio jingine ambalo limekuwa changamoto kwa wanawake katika siasa na uongozi, nalo ni mitandao ya kijamii. Muasisi wa chama hicho Bi Halima Sharif anatumia mkutano mkuu wa chama hicho AGM kufafanua namna mitandao ya kijamii inavyotumika kuwadhalilisha wanawake. TAMWA imeshuhudia kwa masikitiko makubwa lugha za matusi, dhihaka na kejeli katika mitandao ya kijamii dhidi ya wanawake wanasiasa. Mashambulizi haya mara nyingi yakiwa na msingi wa kijinsia. TAMWA inatambua kwamba mitandao ya kijamii ni hatua ya maendeleo, lakini pia imekuwa jukwaa linalokwamisha jitihada za kuwainua wanawake katika siasa na uongozi. Kauli hiyo inaungwa mkono na mkurugenzi wa Chama cha wanahabari wanawake Tanzania TAMWA, Dr. Rose Ruben. Kwa mwaka huu kwa kweli, hasa ikiwa ni mwaka wa uchaguzi, kitu ambacho tulikuwa tunakifuatilia ilikuwa kuangalia ni namna gani masuala ya uchaguzi ama mijadala ya uchaguzi inavyoweza kwenda bila kutweza utu wa mwanamke. Wakati tukiwa tunafurahia kwamba teknolojia ni jambo jema, teknolojia inaleta maendeleo, kuna biashara, wanawake wengi wanafaidi kufanya biashara mitandaoni, lakini pia wanajifunza kupitia mitandaoni, wanawake na wasichana. Tunaona kwamba pia ule udhalilishaji ama ukatili wa kijinsia umeingia mitandaoni. Lakini pia TAMWA ilikuwa inatupa mafunzo mbalimbali ya namna ya kutetea watoto na wanawake na walemavu wasiojiweza. Lakini vile vile mafunzo ambayo tulikuwa tunayapata ni jinsi ya kujiamini na kuwa kiongozi. Na imenisaidia sana kwa sababu ni kiongozi ambaye katika uandishi wangu wa habari, baada ya kuwa kiongozi, nilikuwa ni kiongozi ambaye najiamini sana. Pamoja na vikwazo hivyo, chama hicho kimeeleza kujivunia mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 4 ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, hasa katika uteuzi wa wanawake wenye uwezo mkubwa kushika nafasi mbalimbali za uongozi.